Naam, habari za wakati huu, karibu tena tuendelee kuhabarishana taarifa mbalimbali. Bado tupo na mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo waasi wamezidi kusonga mbele, na hivi tunavyozungumza Nyabiondo ipo chini ya udhibiti wao baada ya kupambana na vikosi au vikundi ambavyo vinaunga mkono serikali huko Nyabiondo na kufanikiwa kudhibiti mji wa Nyabiondo ambapo watu karibu 60 mpaka 70 walipoteza maisha juma lililopita katika mapambano kati ya vikundi ambavyo vinaunga mkono serikali ya DR Congo na waasi wa M23. Lakini pia kuna vikundi vingine ambavyo vinaunga mkono serikali ya DR Congo, navyo vikaamua kuisaliti nchi ya Kongo na kuamua kujiunga na waasi wa M23. Kama nakumbuka, msemaji wa M23 kupitia akaunti yake ya X, zamani Twitter, alichapisha taarifa hiyo kwamba kuna vikundi baadhi vya ambavyo vinaunga mkono serikali ya DR Congo vimeamua kujiunga na M23. Lakini kubwa zaidi ni Kinshasa yaomba msaada Washington. Kuna nini ambacho kinaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ambatana nami kiundani zaidi tuangalie taarifa hii. Je, Marekani huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakifanikiwa kuingia mkataba na serikali ya DR Congo, ambapo rais wa Kongo Felix Tshisekedi ameona kama itakuwa ni jambo kubwa kwa Kongo, lakini pia itakuwa ni suluhisho la mzozo ambao unaendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akitegemea kupata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa Washington katika mambo mbalimbali, na kubwa zaidi ni Washington kuisaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika kukuza na kuendeleza jeshi la Kongo. Kiujumla na kwamba Kongo kupatiwa mafunzo ya kijeshi kutoka Washington, lakini pia kuna msaada kama vile wa zana za kivita kutoka Marekani ambazo Kongo watazipata kutoka Washington. Tunafahamu kwamba Marekani imekuwa ina uhitaji mkubwa zaidi wa madini adimu. Kama unakumbuka, pia Marekani itatia saini mkataba na Ukraine ambao utaiwezesha Marekani kujichimbia madini huko Ukraine. Na tumeona pia Trump ambaye ni kama mfanyabiashara, yeye hawezi akatoa kitu bila kupata kitu, na hiki tumekiona kwa Ukraine ambaye alikuwa akipokea msaada mkubwa wa zana za kivita kutoka kwa Marekani kipindi cha utawala wa Joe Biden. Lakini alipoingia Trump amesema kwamba ni lazima Ukraine italipa fidia msaada wote ambao Marekani amekuwa akiutoa kwa Ukraine kama msaada wa kivita dhidi ya Ukraine ambayo imekuwa katika vita na Urusi kwa miaka mitatu, na fidia hiyo italipwa kupitia madini pamoja na maliasili za Ukraine. Kwa hiyo hata kama Marekani atafanikiwa kuingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na akapewa maeneo kwa ajili ya uchimbaji wa madini, tutegemea kuona vikosi pamoja na makampuni ya Marekani yakiingia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, waasi watasalenda? Waasi wataamua kurudi nyuma? Kwa mfano Goma pamoja na Bukavu ambazo miji yote hii ipo chini ya waasi. Je, ikitokea Marekani au makampuni yakapewa tunasema migodi katika maeneo hayo kwa ajili ya uchimbaji wa madini, je, waasi wa M23 watakubali au kitu gani ambacho kitatokea? Mapigano kati ya waasi wa M23 na wanajeshi wa serikali yalipamba moto tena mwishoni mwa juma lililopita huko Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku kukiwa na juhudi za kutafuta amani. Pia kuna dalili kwamba vita huenda vikiendelea, kwa mujibu wa wataalamu. Mwezi uliopita wapatanishi watatu, Uhuru Kenyatta, Olusegun Obasanjo na Haile Mariam Desalegn, waliteuliwa kusaidia wakala wa amani kupitia mazungumzo, lakini mapigano yamepamba moto tena baada ya utulivu wa wiki kadhaa.
Magazeti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanathibitisha kwamba baada ya mapigano ambayo yametokea Jumamosi na Jumapili, vuguvugu la M23 lilidhibiti eneo la Nyabiondo katika eneo la Masisi karibu na mpaka wa eneo la Walikale huko Kivu Kaskazini, ambapo mapigano hayo yamewalazimu maelfu ya wakazi kukimbia makazi yao, huku karibu watu 60 na 70 walipoteza maisha. Huko Kivu Kusini, mapigano pia yameripotiwa katika sehemu za eneo la Walungu kati ya pande hizo mbili. Timothy J. Olo, profesa wa sayansi ya siasa katika vyuo vikuu nchini Kenya na Tanzania, anasema kwamba ushahidi wa sasa unaonyesha kwamba mgogoro nchini Kongo hausogei kwenye suluhu, lakini badala yake kinachotokea ni kuchora picha mbaya. Vyanzo vya habari vinasema kuwa vuguvugu la M23 ambalo Kinshasa na Umoja wa Mataifa wanadai kuwa linaungwa mkono na Rwanda kwa sasa liko katika harakati za kuajiri wapiganaji wapya, kutoa mafunzo kwa wale ambao imewakamata kutoka uwanja wa vita na wale waliojiunga nao na kuimarisha jeshi lake. Kama unakumbuka, hapa nimekuambia kwamba kuna vikundi vya wazalendo ambavyo vimeamua kuacha kuisapoti serikali ya DR Congo na kuamua kujiunga na waasi wa M23. Mwishoni mwa wiki hii, kundi la waasi la Front Commun de la Resistance FCR ambalo lilikuwa sehemu ya muungano wa wazalendo unaunga mkono FARDC, yani jeshi la Kongo, lilitangaza kuwa limejiunga na muungano wa AFC ambao unajumuisha M23 katika mzozo unaoendelea, kama ilivyothibitishwa na msemaji wa M23 kupitia mtandao wa X. Kwa upande mwingine, serikali ya Kinshasa imetangaza mipango ya kuimarisha jeshi katika suala la fedha na silaha. Serikali pia imewasiliana na Marekani kwa usaidizi katika vita vyake vinavyoendelea dhidi ya waasi wanaodhibiti 10% ya eneo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na Kinshasa. Mwishoni mwa mwezi uliopita, Kinshasa iliomba Marekani kuwekeza katika nchi yake yenye zaidi ya dola trilioni 24 katika madini ya thamani ambayo hayajatumika. Madini ni muhimu kwa kijeshi, kiteknolojia na nishati, kulingana na barua iliyotumwa nje ya ofisi ya serikali ya Kinshasa kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Barua hiyo inaomba kwamba Rais Trump binafsi awepo kwenye mijadala kuhusu ushirikiano huu na kwamba mkutano kati ya Rais Trump na Rais Tshisekedi utakuwa muhimu katika kufanikisha ushirikiano huu. Katika ushirikiano huu, serikali ya Kinshasa inataka kuiapa makampuni ya Marekani haki ya kuchimba na kusindika madini ya thamani, na kwa kujibu inaomba ushirikiano wa kijeshi, ikiwa ni pamoja na mafunzo na vifaa vya jeshi la Kongo. Serikali ya Washington imetangaza kuwa iko tayari kufanya kazi na serikali ya DR Congo kuhusu madini. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani aliambia Reuters, Timothy Olo, amesema kwamba juhudi za kufikia amani zinahujumiwa na vitendo vya pande zote mbili zinazoendelea kusababisha vita. Ukiangalia jinsi M23 inavyojijenga upya na jinsi serikali ya Kinshasa nayo inavyozidi kupata nguvu, unaona kwamba hizi si dalili nzuri kwamba mgogoro huu unaelekea kwenye suluhu, alisema. Olo anasema kuwa utawala wa Donald Trump nchini Marekani umeonyesha kiu ya kufuatilia maslahi ya Marekani popote wanayoweza kuyapata na kwa gharama yoyote, aliongeza. Hakuna shaka kwamba Kongo inaibembeleza Amerika kwa sababu inajua kabisa kile Trump anataka, na ikiwa Amerika itakuja Kongo, haitakuja kama wakala wa amani, bali kama mtu hodari anayekuja kutafuta maslahi yake na atalipa bei inayodaiwa. Madini ya thamani ya DR Congo yanavutia makampuni mengi kutoka nchi zinazoendelea kiteknolojia, ambayo huyatumia kutengenezea vifaa vya kisasa, kuanzia kompyuta, simu, silaha, magari hadi vyombo vya anga. Serikali ya Kinshasa inaishutumu Rwanda kwa kusaidia vuguvugu la M23 ambalo linalenga kunyakua ardhi ya DR Congo yenye madini adimu ambayo yanahitajika na makampuni makubwa duniani.
Akijibu suala hili la ushirikiano wa Marekani na DR Congo, Tina Salama, msemaji wa Rais Felix Tshisekedi, aliandika kwenye tovuti ya X kwamba Rais wa Kongo Felix Tshisekedi alialika Marekani kwa makampuni yanayonunua vifaa vya msingi kutoka Rwanda vinavyoporwa nchini DRC na kuingizwa nchini Rwanda, na kwamba sasa wanaiomba Marekani inunue kutoka kwa mmiliki wao halali, yaani Marekani inunue madini hayo moja kwa moja kutoka DR Congo na sio Rwanda ambayo imekuwa ikichukua madini kwa kupora katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kisha kuwauzia Marekani pamoja na mataifa mengine. Mamlaka za Rwanda zinasema kuwa madini ya DR Congo sio sababu ya mzozo nchini Kongo na kwamba wanaochimba na kufaidika nayo ni makampuni kutoka nchi za magharibi. Rwanda pia inahusika kusaidia M23. Timothy Olo anaamini kuwa suluhu la mzozo nchini DR Congo litatoka Afrika. Alisema ni muhimu kwa pande zote ambazo zinazozana kuelewa wazi kwamba ni juhudi za nchi na mashirika ya kikanda pekee kama vile SADC na EAC zinaweza kuleta suluhu la kudumu. Suluhu la tatizo hili halitatoka Washington au Paris, aliongeza. Tatizo la Kongo kama matatizo kama yale ya Sudan yanaweza kutatuliwa na sisi kama wa Afrika kuaminiana na kuwasikiliza wale wanaoshiriki katika majadiliano na mazungumzo. Uzoefu hapa katika bara letu, wao wanaweza kupelekea mzozo huu kumalizika, kimaanisha lengo kubwa ni kwamba wa Afrika kuaminiana pamoja na kuwasikiliza wale wanaoshiriki na wana uzoefu hapa katika bara letu katika kutatua mizozo kaza wa kaza. Mengi zaidi nitazidi kukuhabarisha hapa, lakini kubwa tusubirie ujio wa Marekani. Kama Marekani itatia saini mkataba na DR Congo, lakini pia kwa kujibu, Marekani inatakiwa kuisaidia Kongo kwanza kwa kuwapatia zana za kivita, lakini pia sio zana tu za kivita, kuhakikisha kwamba mafunzo ya kijeshi yanatolewa kwa wanajeshi wa Kongo ambao umeonekana kuwa ni wanajeshi dhaifu, huku wengine wakiasi jeshi na kuamua kukimbia. Morali ya wanajeshi wa Kongo pia ikiwa imeshuka sana, na waasi wakizidi kusonga mbele na kufanikiwa kuteka miji zaidi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tochea maoni yako na endelea kukaa karibu nasi kwa habari mbalimbali.